Tunapoenda katika tafakari hii asubuhi ya leo, ninatamani tujifunze neno la Bwana katika kitabu kile cha Yeremia 29 mstari ule wa 13. Yeremia 29 mstari wa 13, yako maneno ambayo yanatutia moyo asubuhi ya leo. Nikianzia na mstari ule wa 10 katika Yeremia 23, anasema, maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70, nitakujilia nanyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Mstari wa 11, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtanitafuta, mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikia. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Kwa asubuhi ya leo, neno la Bwana linatukumbusha ya kwamba Mungu wa mbinguni anatuwazia mema, hasa katika siku zetu hizi za mwisho. Anasema anayajua mawazo anayotuwazia sisi, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kutupatia tumaini katika siku zetu za mwisho. Kwa hiyo katika siku hizi tulizo nazo, kwa historia ya ulimwengu, tuko mwishoni kabisa, tunapokaribia kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo anatutoa hofu ya kwamba anatuwazia mema. Kwa hiyo asubuhi ya leo anasema, mtakwenda na kuniita, mtaniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Kwa hiyo tunapoenda katika maombi, hakikisha tunaenda kwa moyo wote. Toa moyo wako wote kwa Bwana, jikabidhi kikamilifu kwa Bwana, naye atakupatia nguvu za kuweza kushinda katika changamoto za ulimwengu huu. Maana ukweli ni kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kushinda peke yake. Tunaweza kushinda pale tu ambapo tutamtanguliza Yesu, atakuwa kiongozi wetu, na kwa kupitia Yesu ushindi utapatikana kwa kila jaribu. Ninajua katikati yetu kila mmoja ana changamoto yake. Yaani hakuna ambaye hana changamoto, na hakuna mtu ambaye hana majaribu ambayo yanamsibu. Ukweli ni kwamba yale unayoyapitia, Yesu peke yake ndiye anayeweza kukupatia tumaini. Na ndio maana nasema, nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Katika siku zako za mwisho, wakati fulani ambapo Mungu anakaribia kurudi, anatamani ujue ya kwamba anakuwazia mema. Biblia inakupatia wito huu ya kwamba yeye Bwana anakuwazia mema. Katika 33 Yeremia mstari wa 3, Mungu anakupatia wito akisema, niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo asubuhi ya leo Bwana anatuita twende miguuni pake, akisema ya kwamba niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Hivi kwa nini Mungu anahitaji muite? Nilipokuwa ninasoma kitabu kinaitwa ujumbe kwa vijana, katika ukurasa ule wa 53, nilisoma mada moja ambayo inazungumzia shetani na malaika wa mbinguni wanavyoshindania roho. Anasema ya kwamba mbingu inashindania roho, pamoja na shetani naye anashindania roho. Kwa namna hiyo sasa wapo katika mapambano, na anasema malaika wa mbinguni hawafanyi kitu kinyume na matakwa ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo mbingu itafanya kile ambacho wewe unakiomba. Kama hauombi jambo kwa Bwana, hawawezi kukutendea. Anasema malaika watakachokifanya ni kuzuia shetani asikuangamize. Hawawezi kukusaidia chochote isipokuwa tu kukulinda dhidi ya hatari za mwovu shetani. Kwa hiyo anasema watakuwa na jambo la kufanya kwako kama utakuwa unaomba, na unapoomba anasema Bwana anatuma jeshi la nyongeza kukupatia msaada. Kadri unavyoomba, shetani naye anaongeza jeshi la nyongeza kwa ajili ya kukushikilia. Na anasema unavyoomba, yeye shetani anaongeza wingu la kiza ili uone kana kwamba hakuna mafanikio. Lakini kadri unavyoomba, malaika wa mbinguni wanakuletea nuru, na hatimaye Mungu anatuma jeshi la malaika wa mbinguni wenye nguvu kukusaidia katika shida yako. Asubuhi ya leo tunapoenda kuomba, amini tu ya kwamba Mungu anakuwazia mema. Bwana wa ufalme anakuwazia mema. Ni kweli wakati mwingine umemkosea, wakati mwingine umekuwa na hatia moyoni, lakini amini ya kwamba
mbingu zinakuwazia mema. Basi asubuhi ya leo pia tutakuwa tunagawanyika tena wawili. Mazingira yetu sio rafiki sana, kwa hiyo tutagawanyika wawili. Ukiwa umesimama na rafiki yako, ombeni kwa ajili ya kuomba uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu asubuhi ya leo tunapoingia katika vipindi vyetu vya siku ya leo na ratiba yetu nzima ambayo Mungu ametupatia katika siku ya leo. Kwa hiyo utasimama pale ulipo tunapoenda kuimba ule wimbo namba 40 fungu la kwanza, likimaanisha fungu hilo linatuvuta kila mmoja kuwa na rafiki yake, na baada ya hapo tutaenda katika maombi. Tugawanyike wawili kwa ajili ya muda, na baada ya hapo mwisho wa fungu hili tutaenda katika maombi. Basi pale ulipo kwa utulivu, anza kuomba kwa imani ukiwa na tumaini ya kwamba Mungu anakuwazia mema. Omba kwa imani kabisa ukijua kwamba Mungu mwema anakuwazia mema, na mwisho wa maombi hayo nitafunga kwa ombi. Basi tuombe. Baba yetu mwema na Mungu wetu ketie mahali palipoinuka juu mbinguni, ninakushukuru sana kwa sababu wewe ni mwema. Asante ya kwamba Yesu unaendelea kusikia maombi ya watumishi wako. Asante kwamba Mungu wa mbinguni, neema yako pekee ndio inaenda kutupatia majibu asubuhi ya leo. Asante kwamba Mungu, hata kwamba shetani anashitaki katika dhamiri, lakini ukweli ni kwamba Baba, Roho wako mwema anatutia moyo na kutushindia katika kila aina ya changamoto ya mwovu shetani. Baba wa mbinguni, siku ya leo tena tunajikabidhi mikononi mwako. Tunajiweka wakfu kwa ajili ya huduma takatifu ambao umetuita kufanya katika maeneo haya. Tunaweka mkutano huu wakfu mikononi mwako kwa ajili ya huduma takatifu. Ninakusihi kila mmoja ambaye amefika katika mkutano huu akapokee baraka zako kwa neema yako ya pekee. Baraka ya Roho Mtakatifu ambayo umeahidi kwamba katika mikutano, siku za ibada, ndipo ambapo Roho wako anamwagwa kwa wingi kwa kila mmoja anayehudhuria. Baba, kiwango cha siku ya leo kila mmoja kupokea, ninakuomba ukatugawie Roho wako kwa kiwango ambacho utakubali kutupatia, ili tu kwa uwepo wa Roho Mtakatifu Baba tukajue kile kinachotupasa kutenda katika siku ya leo. Wahudumu wa siku ya leo tunawaweka mikononi mwako. Ninakusihi wanapojidhili mbele zako, sikia maombi yao. Na Baba, kila mmoja atakapohudumu, tunaomba kuiona sura yako ndani yao. Tunaomba kusikia maneno yako yakibubujika kutoka ndani yao. Na mwisho wa siku hii ya leo, mibaraka mingi ikamiminike mioyoni mwetu. Maana hivi Yesu tumeomba kwa imani kwa jina la thamani la Yesu Kristo. Amen.